Kwanza ni taarifa ya habari za dunia nami Isabella Mwagodi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na Rais Trump huku juhudi za kusitisha mapigano nchini Ukraine zikiendelea. Zelensky awali alisema kwamba anatarajia kupata maelezo ya mazungumzo ya simu ya Jumanne kati ya viongozi wa Marekani na Urusi. Awali alimshutumu Rais Vladimir Putin kwa kuvunja ahadi ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Ukraine. Urusi na Ukraine zilianzisha mashambulizi ya anga ambayo yaliharibu miundombinu ya kila mmoja wao saa chache baada ya Rais Vladimir Putin kusema Urusi itaacha kuyalenga maeneo ya nishati ya Ukraine. Akizungumza akiwa Helsinki, Finland, akiwa ameandamana na rais wa nchi hiyo Alexander Stubb, Rais Zelensky alisema hatua ya Putin haiambatani na hatua ya Urusi. Hata baada ya mazungumzo ya Putin na rais wa Marekani Donald Trump, wakati Putin aliposema kwamba eti alikuwa anatoa agizo la kusitisha mashambulizi kwenye sekta ya umeme ya Ukraine, kulikuwa na ndege 150 zisizo na rubani zikishambulia usiku kucha, zikishambulia vifaa vya nishati, walishambulia miundombinu ya usafirishaji, na kwa bahati mbaya hospitali 2 zililengwa pamoja na miundombinu ya kawaida ya mjini. Hayo maneno ya Putin yanapingana sana na hali halisi. Mamlaka za Uturuki zimemkamata mpinzani mkuu wa Rais Recep Erdogan, meya maarufu wa Istanbul Ekrem İmamoğlu. Wanasiasa wengine, waandishi wa habari na wafanyabiashara pia wamekamatwa baada ya maafisa wa usalama kuvamia usiku wa kuamkia leo. Meya İmamoğlu anatuhumiwa kwa ufisadi na kulisaidia kundi la kigaidi chama cha wafanyakazi wa Kurdistan. Siku ya Jumapili anatarajiwa kutajwa kama mgombeaji wa chama kikuu cha upinzani katika uchaguzi ujao wa urais katika muda wa miaka 3. Shirika la kutetea haki za binadamu la Uturuki limelaani hatua ya serikali. Baadhi ya mitandao ya kijamii imeweka vikwazo na maandamano yamepigwa marufuku kwa muda mjini Istanbul. Mahakama ya Marekani imemtunuku mwanahabari wa uchunguzi wa raia wa Ghana Anas Armewa dola milioni 18 kama fidia baada ya mahakama kusema kuwa alidhalilishwa na aliyekuwa mbunge wa Ghana Kennedy Agyapong. Kesi hiyo inatokana na maoni ambayo Agyapong alitoa kuhusu Anas baada ya uchunguzi wake wa BBC mwaka 2018 ambao ulifichua ufisadi wa soka nchini Ghana na kwengineko. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. Kesi hiyo ilipokuwa ikisikilizwa mahakamani, ilidhihirika kwamba mbunge wa Ghana Kennedy Agyapong, miongoni mwa shutuma zingine zilizotolewa kwenye podcasti, alimuita mwandishi huyo mhalifu na alidai kuwa alihusika na mauaji ya mwanahabari mwenzake Ahmed Swaleh. Anas alipoteza kesi hiyo nchini Ghana miaka 7 iliyopita, lakini baada ya kutolewa kwa kipindi cha podcast mnamo mwaka 2021, Anas alienda tena mahakamani katika jimbo la New Jersey nchini Marekani, ambapo mbunge Agyapong ana mali. Mwanahabari huyo ambaye ameshinda tuzo nyingi za kimataifa kutokana na ripoti zake, ameapa kuendeleza kupambana na rushwa na kuwawajibisha wahalifu. Mawakili wa Agyapong walidai bila mafanikio kwamba kesi hiyo haikupaswa kuletwa Marekani. Walisema pia kwamba maoni yaliyotolewa kwenye podcast hiyo ni mambo ambayo mahakama zingine zilielezea kama maoni tu na hayakuambatana na kesi ya kashfa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Chama cha wafanyabiashara nchini Afrika Kusini kimesema takriban watu 70,000 wameonyesha nia kuhamia Marekani baada ya Rais Trump kutoa uraia wa haraka kwa wakulima wa Afrika Kusini. Awali Trump alitoa fursa hiyo kwa Afrika wazungu pekee, akidai wanapokonywa ardhi yao bila fidia, jambo ambalo serikali ya Afrika Kusini inakanusha. Baadaye aliongeza wigo wa mwaliko huo kwa wakulima wote wa Afrika Kusini. Chama cha wafanyabiashara wa Afrika Kusini nchini Marekani kilikusanya orodha ya majina ya waliotuma maelezo ya kuonyesha nia, lakini inasema haifahamiki iwapo waliwasilisha maelezo ni wakulima halali na ikiwa watakidhi vigezo vilivyowekwa. Na wanasheria na viongozi wa upinzani nchini Nigeria wanapinga uhalali wa uamuzi wa Rais Bola Tinubu wa kuweka hali hatari katika jimbo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la River State kusini mwa nchi hiyo.
Jana Jumanne, Rais Tinubu aliwasimamisha kazi gavana, naibu wake na wabunge wa jimbo hilo kwa miezi 6 kutokana na kile alichotaja kwa ukosefu wa utulivu wa kisiasa. Chama cha wanasheria wa Nigeria kimetaja hatua Rais Tinubu kuwa ya kukiuka haki na matumizi mabaya ya madaraka. Viongozi wawili wakuu upinzani, Atiku Abubakar na Peter Obi, pia wameukosoa uamuzi wa rais na kusema ni wa kisiasa. Rais Tinubu amemteua afisa wa jeshi la wanamaji mstaafu kuwa msimamizi wa muda. Hii ni BBC. Na taarifa kuu za dunia zimesomwa na Isabella Mwagodi kutoka Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na matangazo haya yanasikika kupitia Milele FM na magharibi mwa Kenya ni West FM. Nchini Tanzania matangazo haya unayapokea kupitia Radio 1 na Radio Free Africa, na kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiza kupitia Radio Muungano Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Leo hii uko nami Sarafina Robi nikiwa studio zetu za Nairobi, na mwenzangu ni Regina Mziwanda akiwa kwenye studio zetu za Dar es Salaam. Na karibu sana msikilizaji, na karibu Regina. Na asante sana Sarafina, na msikilizaji, twende pamoja mpaka tamati ya matangazo haya. Kwa kuanza, kile tulichokuandalia ni kwamba polisi nchini Uturuki wanamshikilia meya maarufu wa mjini Istanbul, Ekrem İmamoğlu, siku chache kabla ya kupewa ridhaa ya kuwa mgombea wa urais kwa tiketi ya upande wa upinzani. Meya İmamoğlu ni miongoni mwa wapinzani wakuu wa kisiasa wa Rais Recep Tayyip Erdogan. Ameshtakiwa kwa tuhuma za rushwa na kusaidia kundi la kigaidi. Mamia ya wanasiasa, waandishi wa habari na wafanya biashara pia wamekamatwa usiku kucha. Polisi wamefungia maeneo ya Taksim huko Istanbul, barabara kuu na vituo vya usafiri wa umma vimefungwa, na maandamano yote yamepigwa marufuku kwa siku 4. Lakini mamia ya waandamanaji bado walikusanyika nje ya makao makuu ya polisi ya Istanbul. Jumapili, Bwana İmamoğlu anatarajiwa kutangazwa kama mgombea wa chama kikuu cha upinzani katika uchaguzi wa urais kwa kipindi cha miaka 3 ijayo. Wakati hayo yakijiri, thamani ya sarafu ya lira ya Uturuki imeshuka kwa kasi na soko la hisa la nchi hiyo limeanguka. Shuaib Ibrahim na maelezo zaidi. Bwana İmamoğlu ndiye mwanasiasa kinara wa upinzani nchini Uturuki na alitarajiwa kugombea urais katika uchaguzi ujao. Mbunge wa upinzani İlhan Uzgel, ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa chama cha CHP ambacho pia ni chama cha meya wa Istanbul, İmamoğlu ameambia BBC kuwa analaani kukamatwa kwa İmamoğlu. The government has been using this instrument as intimidating the opposition. Serikali imekuwa ikitumia mbinu hiyo kutishia vyama vya upinzani katika jamii nchini Uturuki. Kwa hivyo yupo korokoroni kwa sasa pamoja na meya wengine kadhaa na waandishi wa habari. Huenda idadi yao inapiku watu 100. Kwa hivyo tuna wasiwasi juu ya hali ya demokrasia nchini Uturuki kwa ujumla. About the state of democracy in Turkey in general. Shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch tawi la Uturuki limelaani kukamatwa kwa mwanasiasa huyo na kutaja hatua hiyo kama iliyochochewa kisiasa. Aidha, limeita hatua hiyo kama unyanyasaji wa wazi wa mfumo wa haki. Akizungumza na waandishi habari muda mfupi baada ya mume wake kukamatwa, mkewe İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, amekanusha madai dhidi yake na kusema ni ya kubambikiziwa. Böyle bir şeye gülünür sadece. Mtu anaweza kucheka jambo kama hilo. Kwa kweli haliwezekani. Kuna taarifa zisizo za kweli zinazoenea. Sisi sote tunafuatilia mitandao ya kijamii, sivyo? Ni kashfa kubwa. Kila jambo litabainika wazi. Zaten her şey ortaya çıkacak. Hatua ya kumkamata meya huyo inakuja kama msako mkubwa wa kuwakamata viongozi wa upinzani ambao umekuwa ukiendelea nchini humo katika miezi ya hivi karibuni. Wanasiasa wengine kadhaa, waandishi habari na wafanyabiashara pia walikamatwa. Polisi wamefunga eneo la Taksim huko Istanbul, barabara kuu na vituo vya magari moshi vimefungwa na maandamano yote yamepigwa marufuku kwa siku 4. Hawa hapa ni baadhi ya wakazi wa mji wa Istanbul wakielezea hasira zao. Bunların hepsinin siyasi bir karar olduğunu. Nadhani haya yote ni maamuzi ya kisiasa na nina hakika kwamba watu wengi wanafikiria hivyo. Hakuna haki, hakuna sheria.
Siku zote kuna mahakama ambayo inasimamia tu maamuzi yanayotolewa na serikali. Hakuna maelezo mengine kuhusu hili. Nina hasira. Hilo ndilo nitakalosema kwa sasa. Hali yetu inazidi kuzorota tu. Sababu tayari ziko wazi, lakini bila shaka lazima kuwe na kisingizio kwa hili. Wakosoaji wamelaani hatua hiyo na kuitaja kama iliyochochewa kisiasa, lakini Rais Erdogan ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 22 na chama chake wamekanusha madai hayo, huku wakisisitiza kuwa muhimili wa mahakama nchini humo upo huru. Mwaka uliopita İmamoğlu alishinda muhula wa pili wa umeya wa mji wa Istanbul, huku chama chake cha CHP pia kikinyakua viti vingi katika uchaguzi wa mitaa huko mjini Ankara. Ilikuwa mara ya kwanza tangu Rais Erdogan aingie madarakani kwa chama chake kushindwa nafasi nyingi kupitia zoezi la upigaji kura kote nchini Uturuki. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC. Israel imeendeleza mashambulio eneo la Gaza ambayo yamewaua watu wengine zaidi ya 20. Jeshi la Israel limesema lilikuwa linalenga kambi za kijeshi za Hamas. Felix Mwate na maelezo zaidi. Mashambulizi haya yanakuja baada ya yale yaliyotekelezwa siku ya Jumatatu ambapo shirika la afya la Hamas lilisema zaidi ya watu 400 waliuawa. Umoja wa Mataifa unasema kwamba wafanyikazi wake 2 wameuawa na wengine kujeruhiwa katika majengo ya ofisi za Umoja wa Mataifa katikati mwa Gaza. Umoja wa Mataifa vilevile unasema kwamba majengo yaliyoko karibu na hospitali ya Deir al-Balagha yameharibiwa na wanachunguza tukio hilo. Hata hivyo, jeshi la Israel limekana kulenga maeneo hayo. Akizungumza na wanahabari, Mfalme Abdullah wa Jordan amekashifu mashambulio hayo ya Israel. Israeli kufanya tena mashambulizi yake katika eneo la Gaza ni jambo la hatari na linaongeza kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Jamii ya kimataifa inapaswa kuingilia kati mara moja na kuhakikisha mkataba wa kusitisha mapigano unatekelezwa. Akizungumza na BBC, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Israel Sharon Haskel amesema kwamba serikali yake haina budi ila kuendelea na vita eneo la Gaza. Vita si vizuri, ni jambo baya na hatutaki hivyo, ila katika mwendelezo wa mapigano haya yangezuiwa iwapo Hamas wangekubali mapendekezo tuliyokuwa nayo ya kusitisha mapigano, ila walikataa. Hatutaki hivyo, lakini lazima tulinde taifa letu na tuwalinde watu wetu. Na unajua, Hamas hawajali kuhusu maisha ya raia wa Israel au hata ya Wapalestina, lakini vita hivi vingeisha leo au hata jana iwapo Hamas wataacha kujihami na kuachilia mateka. Ni hilo tu. They refused time after time. Vilevile Israeli imekuwa ikisambaza makaratasi yaliyo na onyo kwa watu na kuwataka wahame, haswa wale walio katika kijiji cha Beit Hanun. Msemaji wa jeshi la Israel Avichai Adrae alitoa onyo hilo kwa lugha ya Kiarabu. Wakazi wote wa Gaza walio katika maeneo yaliyowekewa alama nyekundu, haswa Beit Hanun, Khirbet Khuza, Absan al-Kabira na Al-Jarida. Kama mnavyojua, jeshi la IDF limezindua operesheni kali dhidi ya kundi la kigaidi la Hamas huko Gaza, na maeneo hayo ambayo nimeyataja yatakuwa maeneo ya vita. Na kwa usalama wenu, hamieni maeneo salama magharibi mwa mji wa Gaza na Khan Yunis. Hayo yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani ameonya kuwa uamuzi wa Israel wa kuanzisha tena mashambulizi ya anga huko Gaza unakatisha matumaini ya Waisraeli na Wapalestina kupata amani. Annalena Baerbock amesema kwamba mashambulizi hayo yanatishia juhudi za mataifa ya Kiarabu za kuwa na Gaza isiyokuwa na Hamas. Maelfu ya Waisrael wameandamana mjini Jerusalem wakimtuhumu waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwa kuhujumu demokrasia na kuanzisha upya mashambulizi huko Gaza bila kujali hali ya mateka. Israel inasema kwamba Hamas bado inawashikilia mateka 59 ambao 24 kati yao wanaaminika kuwa hai. Misri, ambayo ni mpatanishi mkuu katika mazungumzo ya kutafuta amani eneo hilo, imesema kwamba mashambulizi haya ya Israel ni ukiukaji wazi wa mpango wa usitishaji mapigano. Phyllis Mwate, BBC. Naam.
Marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamekubaliana kwa kauli moja kuhusu kusitisha vita mara moja mashariki mwa DRC baada ya kukutana kujadili mzozo huo kwa mara ya kwanza tangu kundi la waasi wa M23 liyateke maeneo kadhaa mashariki mwa nchi hiyo. Taifa la Qatar limekuwa mstari wa mbele katika juhudi za kutafuta amani kwenye baadhi ya mizozo inayoathiri maeneo kadhaa duniani. Sasa je, ni kwa nini nchi hiyo imepata umaarufu mkubwa katika juhudi za kusaka amani duniani? Leila Mohamed ana maelezo zaidi. Huku kimya kikitanda nchini Angola Machi 18 ambapo mkutano kati ya serikali ya DRC na kundi la M23 litarajiwa kufanyika, Rais Felix Tshisekedi alikuwa pamoja na Rais Paul Kagame wa Rwanda wakikutana ana kwa ana nchini Qatar, hatua ambayo wengi hawakuitarajia. Baada ya kikao cha siku nzima, Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ilitangaza kwamba viongozi hao wawili wamekubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa DRC bila masharti. Hii ni habari njema kwa raia wanaoishi mashariki mwa DRC ambao wamehangaika kutokana na vita vya miongo mitatu. Lakini je, Qatar itafanikiwa pale ambapo jumuiya za SADC na EAC zimeonekana kushindwa? Baada ya mikutano kadhaa ya marais na mawaziri wa jumuiya hizi mbili, iliafikiwa kwamba vikosi vya SADC viondoke DRC kwa ajili ya kutafuta suluhu ya amani, kidiplomasia na vile kisiasa. Kwa upande wake, Rais Joao Lourenco wa Angola alijaribu kivyake kupatanisha wahusika wakuu kwenye mzozo huu. Alifanikiwa kwa kiasi fulani, lakini Qatar imeonekana kupata mafanikio makubwa zaidi baada ya kuingilia kati. Je, ni kwa nini? Kwanza, Qatar imekuwa na ushirikiano mkubwa na DRC na Rwanda kibinafsi. Rwanda kwa upande wake na Qatar zina ushirikiano wa kibiashara katika sekta mbalimbali ikiwemo usafiri wa ndege, ambapo walitia saini mkataba wa dola bilioni 1.3 za Kimarekani kufadhili ujenzi wa uwanja mpya wa ndege wa Bugesera viungani mwa mji mkuu wa Kigali. Na kwa upande wa DRC, Qatar imejihusisha na biashara ya usafiri wa ndege vile ambapo ilizindua safari za moja kwa moja za kampuni ya Qatar Airways kutoka uwanja wa ndege wa Doha hadi Kinshasa. Qatar ni taifa dogo sana katika bara Arabu, ila imejiweka kifua mbele katika juhudi za kusaka amani kote ulimwenguni. Ni wapi kwengine ambapo inajishughulisha na hatua kama hii ya DRC? Qatar ni miongoni wa wasuluhishi wakuu wa mzozo wa Hamas na Israel. Wamekuwa wenyeji wa kundi hilo la Hamas huku wakishirikiana na Marekani na Misri kupata amani ya kudumu katika ukanda wa Gaza. Qatar pia ilikuwa mwenyeji wa Taliban ambao kwa sasa inaongoza serikali ya Afghanistan. Qatar ilihusika pakubwa katika hatua ya vikosi vya Marekani kuondoka Afghanistan baada ya kuwa huko kwa muda wa miongo miwili. Kwa mujibu wa magazeti ya nchini Qatar, taifa hilo limeshughulikia juhudi za amani katika mataifa mengine kama vile Lebanon, Sudan, Chad, Venezuela, Ukraine na eneo la pembe ya Afrika. Sera ya kimataifa ya nchi hiyo inaangazia hadhi yao ya kutoegemea upande wowote, wakiwa tayari kuwawezesha wanaozozana kuhisi kwamba sauti yao inasikika. Naam, shukran sana Leila Mohamed. Kufuatia kikao hicho kati ya Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi, ambaye kwanza anaelezea iwapo mkutano huo kati ya marais hao wawili huko Qatar ulitarajiwa baada ya mazungumzo ya Angola kutofanyika. Ni kweli taarifa zilivyotokea duniani, hata sisi wachambuzi pia zimetustua, kwa sababu mara nyingi taarifa za mikutano huwa zinavuja na watu ambao hutoa taarifa wakisema kuwa hawakupaswa kuzungumza, lakini taarifa tunakuwa tumeipata. Lakini hili la Tshisekedi, wakati ulimwengu unajadili kitu kimoja tu, kuwa kususiwa kwa mkutano wa Angola na M23, halafu kunakuja kusambaa kwa taarifa kuonekana wawili hao wameonekana wakiwa sambamba kabisa na kiongozi wa Qatar. Kwa hiyo kidogo ilistua, lakini bado inaenda kuweka usawa wa kile ambacho Qatar amekuwa akikisimamia kwa miaka ya karibuni, kuwa amejinasibisha kuwa yeye ni nchi ambayo imebeba demokrasia au imebeba diplomasia kubwa ya ulimwengu, na ni nchi ambayo imeamua kutokuegemea upande wowote na inajitambulisha kama msuluhishi wa matatizo mengi yanayotokea ulimwenguni. Na mhusika mwingine wa mgogoro unaoendelea ni M23 ambao tujuavyo hawakuwepo kwenye mazungumzo hayo ya Qatar. Sasa je, M23 watachukuliaje hili na mapigano yanaweza kusita bila ya wao kujumuishwa kwa mazungumzo yoyote? Ukimsikiliza Kagame mazungumzo yake na Tshisekedi mara zote
amekuwa akisukuma Kongo izungumze na M23. Bila shaka haya mazungumzo ambayo yameanza na Kongo tayari kwenye mkutano wa Angola ilikuwa imeisha kubali kuzungumza na M23, isipokuwa mkazo wa Qatar unaweza kawa ni mkubwa zaidi, kwa sababu nafasi ya Qatar na kile kilichotokea hivi karibuni, mgogoro wa Rwanda na nchi za EU ambazo zilisaini mkataba na Rwanda wa kuipeleka madini. Sasa hiki kinaweza kusababisha Rwanda akawa mwepesi kuelewa kinachozungumzwa, lakini pia uwekezaji wa Qatar ambao umekuwa ukiashiria hasa kuelekea upande wa Kongo pia ukawa mwepesi kumshawishi Tshisekedi na yeye kukubaliana na haya masuala. Lakini yote kwa yote kuwa Qatar ana uwezo wa kuwaweka EU kwenye meza na Rwanda kumaliza tofauti zao. Hili pia linaweza kusababisha kufanya urahisi wa mazungumzo kuwa mepesi. Kando na kuwa Qatar haiegemei upande wowote, EAC na SADC wameshindwa kuwapatanisha Tshisekedi na Kagame. Qatar wametumia vigezo gani au nguvu zipi zaidi ya kuwa hawaegemei upande wowote kufanikisha hili? Imani ya Tshisekedi kwa hawa ilikuwa haipo, kwa sababu ukiangalia kuwa hata vikosi vya East Africa vilivyoamua kuondoka kwenye ardhi ya Kongo ni kama vile hawakutoa taarifa rasmi kuwa wamekasirika au wamesusa. Ni kwa sababu mwenyeji wao hakuwakaribisha kwa ile alivyokuwa anawakaribisha. Yani walihisi kama wamepuuzwa, kwa sababu waliwaita kwenye mkutano wa Dar es Salaam. Kagame alihudhuria na Tshisekedi aliongea kwa video akiwa kule. Lakini mkutano ulioitishwa na AU ambao ulikuwa ukishughulika na masuala ya uchaguzi kule Addis Ababa, Kagame alihudhuria na Tshisekedi alisafiri kwenda Ujerumani kwenye mkutano wa nchi za dunia kule. Kwa ujumla tu sasa tuangazie Qatar ambao wamekuwa wapatanishi wa Israel, Hamas, Taliban na Marekani, licha ya kuwa kwamba wanaonekana kuegemea upande wa wanaotajwa kwa Waislamu wenye itikadi kali. Sasa ipi nguvu yao duniani kwa masuala haya ya migogoro baina ya mataifa? Nguvu ya Qatar inabaki pale tu kuwa ni nguvu ya kiuchumi, ya kidiplomasia, ya kisiasa. Qatar bado ana sauti ya kuzungumza na madola makubwa kwa ile nguvu yake. Qatar amefanya uwekezaji mkubwa sana wa kifedha kuanzia Marekani, Uingereza, Ufaransa. Nchi nyingi ambazo zenye sauti duniani lazima zinazungumza moja kwa moja na Qatar kwenye uwekezaji wake wa mabenki, mifuko, hisa na kila kitu. Wamefanya uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo ni rahisi kuwasiliana moja kwa moja na hawa viongozi kuja kwenye meza. Mazungumzo na makubaliano ya kusitisha vita ni jambo moja, lakini kufuata makubaliano hayo na kuyatimiza nalo ni lingine. Ukiangalia jinsi mzozo huu unavyofukuta, upi mstakabali sasa? Maana tunaona raia wanazidi kuhama makwao, njaa, vifo na hata magonjwa. Mustakabali wa Kongo bado unabaki kuwa ni kitendawili. Kama ulivyosema kweli, mazungumzo na makubaliano ni vitu viwili tofauti, kwa sababu haya yanayozungumzwa yalishazungumzwa sana na walishakaa sana, lakini mara kadhaa yamejirudia yale. Hata wakati kule yalivyovunjwa yale makundi yakaunganishwa kwenye serikali, yakaungwa kwenye jeshi, ilikuwa wanaona kuwa tumeenda kwenye suluhu. Hata haya mazungumzo yanaweza yakapitia, lakini tukakaa miaka tukarudi tukashuhudia haya, kwa sababu kinachowagombanisha ambacho kinatajwa na ulimwengu kuwa mgogoro unahusu sana rasilimali za madini ya Kongo. Sidhani kama wataacha, kwa sababu utengemao wa serikali ya Kongo kuwa imara, kudhibiti mipaka yake, kudhibiti madini yake, kudhibiti kila kitu, ni hasara kwa baadhi ya nchi, kwa sababu zitakosa kile ambacho zimekuwa ikichukua. Kwa hiyo tunaweza tukaona kuwa pale Kongo itapotaka kuimarika, kuanza kudhibiti rasilimali zake, tukashuhudia tena vurugu mpya zikitokea kwa lengo la kuivuruga zaidi Kongo isiweze kusimama kuweza kulinda mali zake. Naam, Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, anahitimisha mazungumzo baina yake na mwenzangu Sarafina Robi. Unaweza kutembelea tovuti ya BBC kwa taarifa zaidi, lakini katika mitandao ya kijamii unaweza ukafuatilia kwenye WhatsApp taarifa zetu mbalimbali, kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini kwenye X na hata katika Instagram unaweza kupata kile ambacho sisi tunarusha huko. Zifahamu nchi 8 zilizo hatarini zaidi kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi ni zipi na kwa nini zimewekwa hapo, lakini kwa nini Israel imeishambulia Gaza na kipi ambacho kinafuata baada ya hapo, na zaidi ya hayo kuna njia 5 ambazo unaweza kuzilinda figo zako. Hii ni BBC.
Naam, Rwanda itawakaribisha Super Eagles ya Nigeria uwanja wa Mahoro Kigali siku ya Ijumaa katika mechi ya 5 ya mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 ukanda wa Afrika. Amavubi wanaongoza kundi C wakiwa na alama 7 sawa na Benin na Afrika Kusini, huku Nigeria wakiwa kwenye nafasi ya 5 na pointi 3 pekee. Ushindi au sare itaongeza zaidi safari ya wenyeji kufuzu, huku sare au kushindwa kwa wababe hao wa Afrika Magharibi kunaweza kusababisha hasara kwa kukaribia kumaliza safari yao ya kufuzu. Timu zote mbili zinarejea kwenye mchujo wa kimataifa na makocha wapya. Adel Amrush upande wa Rwanda aliyeteuliwa wiki iliyopita na kuchukua nafasi ya Frank Spitler kutoka Ujerumani, huku Nigeria kwa sasa ikiwa chini ya kocha mkuu mpya raia wa Ivory Coast Eric Sekou Chelle tangu mwezi Januari. Timu nyingine za ukanda huu, Burundi itakuwa mwenyeji wa mabingwa Afrika Ivory Coast mjini Meknes, Morocco siku ya Ijumaa na kisha kumenyana na Ushelisheli katika uwanja huo siku 4 baadaye. Burundi ina pointi 7 kutokana na michezo 4 ya kundi F na inakaa katika nafasi ya 3 nyuma ya Ivory Coast ya kwanza na Gabon ya pili, huku Kenya ikishika nafasi ya 4. Harambee Stars chini ya kocha mpya nyota wa zamani wa Bafana Ben McCarthy itamenyana na Gambia. Kwingineko, kiungo wakati wa Manchester United Christian Eriksen anatarajia kuondoka klabuni hapo msimu huu wa joto na hatarajii kujiunga na klabu nyingine ya ligi kuu ya England. Zaidi na Phyllis Mote. Naam, kiungo huyo wakati wa Denmark mwenye umri wa miaka 33 alijiunga na United bila malipo mwezi wa Julai mwaka 2022. Hapo awali alikuwa na kipindi kifupi huko Brentford baada ya kuanza tena maisha yake ya soka kufuatia mshtuko wa moyo wakati wa Euro za mwaka 2020. Eriksen amecheza mechi 66 kwenye Premier League akiwa na Manchester United, ingawa muda wa mechi msimu huu umepunguzwa kwa mechi 16 za ligi kuu. Mkataba wake unamalizika msimu wa joto na alisema hajakuwa na mazungumzo yoyote juu ya mkataba mpya. Baada ya kuanza maisha yake ya soka huko Ajax, Eriksen alitumia miaka 7 Tottenham kabla ya kuhamia Inter Milan. Spurs walikuwa na nia ya kumrejesha Eriksen katika klabu hiyo kabla ya kujiunga na Manchester United. Siendi Marekani, hatuendi mbali hivyo. Tungependa kubaki Ulaya, lakini ni mapema mno kwenda nyumbani Denmark, alisema Eriksen. Bado nikisalia England, Arsenal wanatarajia kuanza mazungumzo rasmi na Bukayo Saka kuhusu kandarasi mpya, huku mshambuliaji huyo akiingia miaka 2 ya mwisho ya mkataba wake wa sasa. Saka amekuwa hapatikani tangu Disemba baada ya kupata maumivu makali ya misuli ya paja katika ushindi dhidi ya Crystal Palace katika uwanja wa Selhurst Park. Jeraha hilo hatimaye lilihitaji kufanyiwa upasuaji, lakini umuhimu wake kwa timu ya Mikel Arteta bado hautiliwi shaka, huku klabu ikijiandaa kukutana na wawakilishi wa mchezaji huyo kuhusu kuongezwa kwa mkataba. Arsenal wanataka kuepusha hali ya sintofahamu kuhusu mstakabali wa mchezaji wao nyota. Mchezaji huyo wa kimataifa wa England mwenye umri wa miaka 23 alitia saini mkataba wake wa sasa unaofahamika kuwa wa kima cha chini cha pauni milioni 10 kwa msimu mnamo mwaka 2022. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana.